Kwa mujibu wa ripoti ya tume hiyo, zaidi ya watu 500 walifariki na maelfu kujeruhiwa katika ghasia hizo ambazo pia zilisababisha uharibifu wa mali ya zaidi ya shilingi bilioni 125 za Tanzania. Hata hivyo, wahusika wa ghasia hizo hawakutajwa na kumekuwa na maswali mengi kuhusu uwajibikaji na upatikanaji wa haki. Awali nimezungumza na waziri wa nchi katika ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu nchini Tanzania, Profesa Palamagamba Kabudi. Nimeanza kwa kumuuliza ni nani aliyehusika kuua raia kwa risasi na kwa maelekezo ya nani. Tume imetuambia kwamba imepata ushahidi usio na shaka kuwa matukio ya ghasia za Oktoba 29 yalipangwa, yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Maana yake sasa ni kazi ya tume ya upelelezi kuwaita hao watu ambao wametuhumiwa ili wahojiwe, waonyeshe ushahidi na wajitetee. Naam, tume hii imependekeza kuundwa kwa tume nyingine na wakosoaji na upinzani wanasema kwamba ripoti haikuwa huru, kwamba rais hawezi kujichunguza mwenyewe na kujiwajibisha. Je, kuna imani kwamba Watanzania wanaweza wakatarajia hizi tume zingine kwamba kutakuwa na haki na wajibikaji? Nikuulize rais hapa, kazi ya hawa ilikuwa ni kufanya uchunguzi na wamefanya uchunguzi. Rais lakini hawajakuja na majina. Watuhumiwa, nikwambie ripoti ya Waki ya Kenya walitangaza majina hadharani au Waki aliyakabidhi kwa watu ili yafanyiwe utafiti? Wala hakuna ripoti kwamba majina hadharani. Waziri, hakuna ripoti kwamba majina yalitolewa yakakabidhiwa hata kwa faragha. Kwa hivyo hatuna hiyo ripoti jana. Hiyo na mimi siwezi kusema hivyo, lakini tume imeeleza na imesema kuna kundi moja waliopanga, waliofadhili, waliotekeleza, waliowakusanya watu kwenye makambi na kuwafanyia mafunzo. Si ni kundi tayari linafahamika ni la watu gani? Na watu hawa hawawezi kuwa sehemu ya serikali na ni lazima wapewe haki ya kuitwa mbele ya tume ya upelelezi, waambiwe waliotuhumiwa. Na ukienda kwenye sheria ya Uingereza ya mwaka 2005 inasema wapewe warning letter ili waje mbele ya tume, waje na mashahidi, wawe na wanasheria. Sasa kama jana tume ingetamka kwamba kiongozi huyu wa chama cha siasa, kiongozi huyu wa dini, kiongozi huyu mwanaharakati amefanya 1, 2, 3 kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ya 6A inayosema kila mtu apewe haki ya kusikilizwa, itakuwa tume imekidhi masharti ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au umeyavunja. Na ndio maana ukisoma sheria ya Uingereza ya 2005 ndio mwelekeo mpya. Bahati mbaya nchi zote zilizokuwa chini ya makoloni ya Uingereza, sheria hizi za tume za uchunguzi hatujazipitia upya. Soma sheria mpya ya Uingereza, soma kanuni mpya za Uingereza, soma. Kwa hiyo haina maana hakuna atakayewajibika, lakini kabla ya kuwajibishwa lazima aende mbele ya tume ya upelelezi ili apewe tuhuma alizopewa, ajieleze. Baada ya hapo tume ya upelelezi sasa itakabidhi wale wote wanaostahili kuwajibika. Na anayewajibika atafahamika wakati huo baada ya tume ya upelelezi kumaliza kazi yake. Naam, kuna ripoti kwamba katika hiyo ripoti kwamba vijana walipewa mafunzo ambayo vijana wanadaiwa kupewa. Je, vyombo vya upelelezi na vya usalama havikuwa na taarifa kama hizi? Na je, ni rahisi kiasi gani kupata silaha Tanzania? Tume ya upelelezi hiyo ndio kazi ya tume ya upelelezi, ndio kazi ya investigation, na tume hii imefanya hiyo fact finding, imeona taarifa hiyo, hasa ndio kazi inayofuata. Upinzani umekosoa ripoti hiyo kwamba sio huru na kuna pendekezo pale kuundwa kwa tume huru ya maridhiano. Je, kuna matumaini kwamba watahusishwa? Tume ya maridhiano itakuwa kwenye ngazi ya taifa, ngazi ya wilaya, ngazi ya tarafa, ngazi ya kijiji, na imeelezwa kabisa tume hii ya maridhiano itakuwa shirikishi. Kwa katika muda huu wa miaka hii miwili tutakuwa na mambo matatu yanayokwenda kwa wakati mmoja. Moja, upelelezi kwa waliofanya makosa. Pili, maridhiano, na tatu, katiba. Na hapo kwa katiba, waziri, hapo kwa katiba, kuna matumaini ya kupata katiba mpya katika awamu hii? Matumaini ya kupatikana katiba mpya makubwa sana, kwa sababu serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ina utashi wa kisiasa, na nataka kuamini Watanzania wengi wana nia njema na katiba itapatikana, na mahali pa kuanzia papo, kwa sababu tuna katiba ya sasa, tuna rasimu inayoitwa katiba ya Simba ya Rioba, tuna katiba iliyopendekezwa na tuna maelezo ya tume nyingi sana. Kwa hiyo kama ilivyokuwa kwa Kenya baada ya kura ya maoni ya ndizi na chungwa kushindwa, imependekezwa iunde sasa committee of experts, yani kamati ya wataalamu
waje, baada ya hapo iende kwa wananchi, baada ya hapo mchakato wa kwenda kwenye kura, na tume imependekeza ipatikane mwaka 2028 pasipokuwa na vitimbi vya wale ambao hawana nia njema. Katiba itapatikana.